Na mtazamaji wa Ngale Sports, kwa mara nyingine tena tunakutana hapa kujadili mambo mbalimbali ya michezo. Leo tunaanza kuzungumzia kuelekea Kariakoo Derby. Kuna series nyingi sana za kuja kusimulia matukio mbalimbali ya derby ya Kariakoo, na tumtazame mshambuliaji wa Simba Jonathan Soa. Najua umesikia mengi kwa mitandao ya kijamii kwamba Soa hivi, Soa vile, Soa nidhamu yake, mara wao wamefukuzwa kambini. Sasa mimi nataka tuangalie hasara na faida za kuwa Jonathan Soa kwenye kikosi cha Simba. Kama Simba watakuwa naye kwenye Kariakoo Derby, anakwenda kuofa kitu gani? Lakini kama Soa hatakuwa kwenye kikosi cha Simba, Simba wanakwenda kukosa kitu gani kutoka kwa Jonathan Soa? Hii ni Ngale Sports. Usisahau kusubscribe kwa maana kubonyeza alama ya kengele, sawa? Kama ambavyo tunafahamu kwamba Soa ni mchezaji wa Simba ambaye alisajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili akitokea katika klabu ya Singida Black Stars, lakini hapo kabla Soa alikuwa anachezea ile timu ya Medeama ya Ghana, ambapo kwa mara ya kwanza tulimshuhudia akicheza dhidi ya Yanga kwenye michuano ile ya Afrika. Watu wengi watakuwa nakumbuka katika mechi ambayo Yanga alicheza na Medeama na Medeama alipata mkojo penalty, na miongoni ama mchezaji ambaye alikuwa anakupiga ile penalty alikuwa ni Jonathan Soa. Lakini baada ya pale tukamshuhudia akiwa na Singida, tena aliingia kuendesha dogo na kufunga magoli 10+ katika huo muda mfupi ambao aliitumikia Singida Black Stars. Lakini licha ya yote hayo, nidhamu ya Jonathan Soa ndio kitu ambacho kimekuwa kikitafuna zaidi karia yake kwa muda mwingi zaidi. Kama ambavyo utakuwa unakumbuka, mchezo wa kwanza wa msimu huu ulikuwa ni wa Yanga dhidi ya Simba kwenye ngao ya jamii, ambapo Jonathan Soa alikosa huo mchezo kwa sababu ya kadi nyekundu ambayo alionyeshwa kwenye mchezo wa mwisho wa FA ambao alicheza Yanga na Singida katika dimba la New Amani Complex, na Yanga akiibuka bingwa wa michuano ya FA kwa msimu uliopita. Maana yake Simba wakati na msajili Soa tayari alishaukosa mchezo wa kwanza. Maana yake ni kwamba huyu mchezaji katika vile vigezo vya mchezaji bora ni yupi kiwanjani inakosekana kutoka kwa upande wake. Ndio, umenisikia vizuri. Ili uwe mchezaji bora, na kocha pia lazima awe anakupenda ama anakukubali, lazima kuna vitu uwe navyo. Kwanza uwe unapatikana kiwanjani, kwa maana ya usiwe mtu wa makosa mengi ya kinidhamu ambayo yakikusababishia kadi ya kukosa katika michezo inayofuata, ama usiwe mchezaji ambaye unapata majeraha ya mara kwa mara. Tumeshuhudia wachezaji wengi ulimwenguni ambao walikuwa wazuri, lakini majeraha alikuwa anawafanya kutoonekana kama ni bora, lakini tukashuhudia wakiondoshwa katika vikosi mbalimbali kwa sababu ya nidhamu zao. Wapo wachezaji wengi akiwemo Mario Balotelli, watu wengi mtakuwa mnamfahamu kwamba ni nyota ambaye ana kipaji cha hali ya juu, lakini hajawahi kudumu ama hajawahi kutazama kama mchezaji bora ulimwenguni kwa sababu masuala yake ya kinidhamu. Luis Suarez, huyo mshambuliaji hatari sana ulimwenguni, lakini hajawahi kuwa bora kwa sababu ya changamoto zake za kinidhamu. Ndicho ambacho kinamkuta Jonathan Soa. Yeye haumii, changamoto yake ni kuonyeshwa kadi za manjano katika mechi ambazo anacheza ama kutenda matendo ambayo yanamfanya kuadhibiwa adhabu kubwa ambayo itamfanya akose katika michezo inayofuata. Kama utakuwa unakumbuka, meneja wa habari na masuala ya klabu ya Simba Ahmed Ally aliulizwa kwamba huyu Soa mliyemsajili mnajua kama nidhamu yake ni mbovu? Yeye akasema hakuna shida, Simba atacheza atumie nidhamu ya Mzamiru Yassin. Alikuwa anatania, lakini ukweli ni kwamba walimfikishia ujumbe wa message kwamba huyu mchezaji hakuwa na wakati bora zaidi katika eneo la kiuchezaji. Sawa, lakini Soa ni mchezaji wa aina gani? Ni tutasema wale magolgeta wazuri sana. Yaani Soa nafasi 3 anaweza kufunga magoli 2, anaweza kufunga goli 1. Maana yake ni clinical kweli katika eneo la mwisho. Sasa alivyoingia ni kosti ya Simba hajaonekana kuwa na mwendelezo mzuri, na sababu ni namna gani ambavyo safu ya viungo washambuliaji wa Simba ilikuwa inashindwa kutengeneza nafasi sahihi kwa Jonathan Soa. Wachezaji waliokuwa wanacheza katika eneo la kiungo ushambuliaji kwa upande wa Simba hawakuwa na wakati bora kiasi ambacho hata Soa pia ameshindwa kuonekana kama mchezaji bora. Mpaka tunapozungumza, kabla ya Selemani Mwalimu kufunga goli lake la 4 dhidi ya Tanzania Prisons, Soa alikuwa na magoli 3. Lakini nafasi ngapi ambazo ameshindwa kuzibadilisha kwenda kuwa magoli? Ni nyingi. Lakini Simba pia kwa safu yake ya viungo ambao sio hawa kina Anset Ora, kina Cletus Chama, kina Libase Gay, tunazungumzia wale waliopita kina Jean Shalea wa Joshua Mutale, washambaji wengine ambao walikuwa wanapata nafasi ya kucheza akina
kina Simdese Mukwala walitengeneza nafasi ngapi ambazo wakashindwa kuzitumia. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo Jonathan Soa licha kuwa na magoli matatu kwenye kosi ya Simba kwenye ligi kuu, lakini bado wale ambao walikuwa wanacheza nao, wale ambao walikuwa wako pamoja, hawakuwa na wakati bora zaidi kiasi ambacho tunamuona leo hii akiwa na nyakati ngumu. Okay, unaweza ukasema ana magoli matatu kwenye michezo mingapi? Amekosa michezo mitano kwa sababu ya makosa ya kinidhamu. Tunarudi kule kule kama ile mchezaji mzuri lazima uwe unapatikana kiwanjani. Kocha Steve Becker tangu amefika kwenye kosi ya Simba hajamtumia Jonathan Soa katika mashindano yote matatu. Hajamtumia kwenye ligi kuu, hajamtumia kwenye ligi ya mabingwa, hajamtumia kwenye mechi za kombe la shirikisho kwa maana la FA. Unazungumzia kama angemtumia kwenye mechi za ligi ya mabingwa, maana yake alikuwa na haribu mpango kazi wa kiufundi kwenda kwenye mechi za ligi kuu kwa sababu Soa hasingemtumia. Lakini kama angemtumia kwenye mechi kwa sababu alikuwa hawezi kumtumia kwenye mechi za FA na mechi za ligi kuu, maana yake alazimika kumweka bench kwa muda wote huo. Na Selemani Mwalimu kwa maana maarufu kama Gomez tukamuona akipata nafasi ya kucheza katika eneo la mwisho. So ukitoka hapo rudi kuja kuangalia Soa anaweza kuofa kitu gani una kikosi ya Simba. Atakupa magoli, atakupa kasi, atakupa usumbufu kama beki wa timu pinzani, atakupa kila aina ya movement ambayo anasema striker anapaswa au anatakiwa kuwa nayo. Lakini changamoto inakuja nidhamu yake. Ukimprovoke kidogo tu anakwenda kuwa shida. Sasa adhabu yake ya michezo mitano imemalizika. Lakini nidhamu yake ya kikosi cha Simba inamfanya sasa Simba wamuadhibu kwa mara nyingine kumtoa kwenye kikosi chao. Japo si taarifa rasmi, lakini maana yake anakosekana. So Yanga wanakwenda kupata relief ya mshambuliaji tishio katika eneo lao, katika eneo la Simba la kushambulia katika eneo la ulinzi la Yanga. Umenisikia vizuri? Na maanisha Yanga wanakwenda kupata ahueni katika eneo lao la ulinzi kwa sababu wanamkosa Jonathan Soa. Kwa sababu hata ukipima kwa washambuliaji ambao wapo kwenye kikosi cha Simba, unaona kabisa kwamba Selemani Mwalimu angekuwa chaguo la pili mbele ya Jonathan Soa kwa sababu kubwa moja. Kwanza ukatili wake katika eneo la mwisho, na sababu ya pili tunasema ule ukomavu aliokuwa nao. Mwalimu ndo anaupata huo ukomavu kutoka Fountain Gate Talents, Gate Talents ya Fountain Gate mpaka Singida kwa mkopo Fountain Gate mpaka kwenda Wydad. Tumemuona akiwa na hizo ana procedure ama anapanda kwa taratibu. Lakini ukija kiuhalisia ni nyota ambaye anatakiwa kuendelea kufanya makosa mengi ili akomae licha kuwa na magoli 4 kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo kama ama Jonathan Soa anakosekana kikosi cha Simba kuelekea dabi ya Kariakoo, Yanga wanapata relief ya mchezaji ambaye ana uhatari mkubwa sana katika eneo la mwisho. Lakini pia ni faida kwa Selemani Mwalimu kwamba huenda kocha Steve Becker akamfikiria, akamwangalia kwa mara nyingine, kumpa nafasi na kumwamini kwa mara nyingine, akampa nafasi acheze. Vinginevyo kama kesi ya nidhamu, maana yake itamfanya pia Jonathan Soa pengine asidumu kwenye kikosi cha Simba kwa sababu watakuwa wanampa mshahara lakini uwanjani mchezaji haonekani, na changamoto nyingi ambazo amekutana nazo za nje ya uwanja. Yeye mwenyewe aliingia Insta live jana akasema wao wanaozungumza sio kweli na mambo mengine, lakini uhalisia ni kwamba kama unakosekana kiwanjani, maana yake hata game ama match fitness unakosa, lakini pia ile imani inapungua kutoka kwa mashabiki hata kwa mkuu wa benchi la fundi kwa maana ya kocha. Vinginevyo ni eneo ambalo tutalishuhudia likiwa na ubora mkubwa sana likiongozwa na viungo washambuliaji wao kwa upande wa Simba, Ansat Ora, Libasege, Cletus Chama, Loemba, Jospin na huyo Selemani Mwalimu katika eneo la mwisho. Yote kwa yote nikwambie tu kwamba hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe kama na kubonyeza kwenye alama ya kengele.